Dakika za mwisho kabla ya shambulio la risasi lililopelekea kifo chake, Tupac Amaru Shakur alihudhuria pambano la rafiki yake Mike Tyson dhidi ya Bruce Seldon katika ukumbi maarufu wa MGM Grand Garden Arena, jimbo la Nevada nchini Marekani. Ni miaka 27 imepita tangu usiku wa Septemba 7, 1909 akiwa njiani kurejea katika pambano hilo. Taa nyekundu za barabarani zikawaka kuashiria kuhairisha safari kwa muda. Tupac akiwa ndani ya gari lililokuwa likiendeshwa na mmiliki wa lebo ya Death Row, Suge Knight. Tupac alikaa siti ya mbele pembezoni mwa Suge na alishusha kioo chake cha gari ili kupungia mkono mashabiki zake waliokuwa wanamsabahi. Punde tu akatokea mtu mwenye bunduki ambaye mpaka sasa utambulisho wake halisi haujafahamika. Akiwa ndani ya gari nyeupe aina ya Cadillac, akafungua vioo vya gari na kummiminia Tupac risasi 4 za kifua katika eneo la Las Vegas, Nevada. Siku 6 baadaye, mnamo Septemba 13, 1909, ulimwengu ukagubikwa na taarifa za kufariki kwa gwiji huyo, mwanamuziki wa miondoko ya hip hop, mwigizaji, mshairi na mwanaharakati wa haki za binadamu mwenye ushawishi mkubwa ndani ya Marekani na ulimwenguni kote. Alizaliwa Juni 16, 1971 Harlem, New York, na mama mwanaharakati Afeni Shakur aliyekuwa mwanachama wa chama cha Black Panther. Katika cheti chake cha kuzaliwa anasomeka kama Laysen Parish Klux, lakini alibadili jina lake kutokana na kuvutiwa na mwanamapinduzi kutoka taifa la Peru Tupac Amaru II. Anakumbukwa kwa kutoa tunzo nyingi kupitia albamu alizoziachia kwa kipindi cha uhai wake zenye vibao vikali kama Passes Life, All Eyes on Me, Change pamoja na California Love, bila ya kusahau Dear Mama na vibao vingine lukuki. Kwa upande wa movie pia hakuwa nyuma, kwani amecheza kwenye Juice ya 1992 pamoja na Poetic Justice ya 1993, bila kusahau Above the Rim 1994 na nyinginezo nyingi ambazo alizicheza. Kwa uchache, huyu ndiye Tupac ama Makaveli, na mimi ni Shununa Haji. Endelea kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii Instagram, Twitter na Facebook.